إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في محكم كتاب تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة في الله، خطبتي معكم اليوم سنتكلم عن ماذا بعد رمضان. شهر رمضان قد انتهى، شهر رمضان قد انتهى، وكما يقول سبحانه وتعالى: أياما معدودات. شهر رمضان أياما جاء وانتهى بسرعة. نسأل الله العظيم أن يقبل علينا عبادتنا. ndugu zangu Islam, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumtakia rahma kipenzi chetu, mwalimu wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Islam, khutba ya leo insha Allah nina nia kuzungumzia nini baada ya Ramadhani, kwa sababu ndio khutba ya mwanzo nakutana na nyinyi baada ya Ramadhani. Natoka baada ya Ramadhani, khutba iliyopita, na hii ndio khutba ya pili baada ya Ramadhani katika mwezi wa Shawwal. Kwa nini tukaamua kuzungumzia hili, ndugu zangu Waislamu? Nafikiri katika khutba zangu mara nyingi niligusia natija ya Ramadhani, results za Ramadhani hazionekani katika mwezi wa Ramadhani. Results za Ramadhani zinaonekana baada ya Ramadhani. Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja wetu anajijua nafsi yake. Ramadhani imeisha. Je, Ramadhani baada ya kuisha maisha yangu ni yepi? Tabia zangu ni zipi? Muamala wangu ni upi? Ndugu zangu Islam, wallahi nalirudia, kama baada ya Ramadhani ambapo imeisha umekuta umerudi katika zile kasumba uliokuwa nazo zamani. Kuna baadhi ya mambo tulikuwa tukitekeleza kabla ya Ramadhani. Tulikuwa walevi, tulikuwa matapeli, tulikuwa madhalimu, tulikuwa ni watu hatuna muamala mzuri na watu, tulikuwa wengine wetu ni waizi, wengine wetu ni watu wako katika zinaa, wengine wetu wako katika madawa ya kulevya, wengine wetu wanadhulumu wake zao kwa manyumba, GBV. Ndugu zangu Waislamu, wallahi Ramadhani imeisha. Ukikuta umeyarudia yale, ikhwata fillah, tuwekeni vizuri kichwani, na hii naongea waziwazi mbele ya mimbar. Ukikuta yale uliokuwa ukiyafanya kabla ya Ramadhani, ulipause mwezi wa Ramadhani, umekuta baada ya Ramadhani umeyarudia yale, wallahi alazim, na hapa jina la Mwenyezi Mungu, ndugu yangu, ulijiacha na njaa na kiu katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani yako ilikuwa ni useless. Ramadhani yako ulijiacha na njaa na kiu peke yake.
Ramadhani yako hakuna popote iloenda, kwa sababu Allahu azza wa jalla alituambia funga tunazozifunga, Ramadhani tunayoifunga ndio tuweze kubadilika maishani mwetu. La'allakum tattaqun. Ulikuwa hauswali kabla ya Ramadhani, baada ya Ramadhani uendelea na zile swala, na in fact ulikuwa waswali wakikuta baada ya Ramadhani umezidisha. Kwa sababu ndugu zangu Islam, tarawih isha, kufunga kulisha mfano. Je, hamna funga zingine za sunna? Funga ya wajibu ilisha, naam, zipo funga za sunna. Kuna sunna ya Shawali ambayo kwamba endelea, alhamdulillah, wengi wamemaliza, wengine wanaendelea, wengine wameanza, wengine wataanza. Hizi ndio uzuri wa Uislamu. Kuna ofa baada ya ofa, kuna opportunity baada ya opportunity. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man swama ramadhana, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, thumma atba'ahu sittatu min Shawwal, kisha akafuatisha siku 6 za mwezi wa Shawwal, kana kasaumu dahri, ni mfano wa yule ambaye kwamba amefunga mwaka mzima. Ndugu zangu, Ramadhani alhamdulillah siku 29 baada ya Ramadhani imeisha. Hapa kuna khilafu ya maulama, kwa sababu hadithi yasema thumma atba'ahu sittatu min Shawwal, kisha akafuatisha 6 za mwezi wa Shawwal. Hapa maulama wanaweka mambo wazi. Ikiwa una uwezo wa kufuatisha, wallah, si lazima ufuatishe ndugu yangu. Kuna baadhi ya watu wanapatia watu taklifu, shekhe, lazima baadaye nifunge 6 mfululizo bado. La hasha, funga kwa pesi yako, funga kwa kasi yako, funga 2 days relax, funga siku 2 relax, funga Monday and Thursday relax, but make sure hizi siku 6 ziko katika huu mwezi wa Shawwal, hazijatoka katika mwezi wa Shawwal. Wengi wanang'ang'aniza watu wafunge mfululizo, kwa sababu ndugu zangu 6 ni nzito. Kwanza kina sisi ambao kwamba tunapenda kunukia, ukishaanza wacha nile wiki moja nitafunga ya pili, ngumu shekhe, ngumu. Na ibilisi anaongeza gia, bado kuna siku 22, kuna 2 weeks. Wakikuta waenda mpaka mwisho wasikia siku 3 na haujaanza shekhe, opportunity imekuishia. Ndugu zangu Islam, na sisi tushikaje hizi opportunity? Kwa sababu ikhwata fillah, no one, hakuna mmoja wetu miongoni mwetu yuko guarantee hii saumu imepita atapata saumu ya mwakani. Hakuna mtu ana uhakika atapata 6. Kwa hivyo ndugu zangu, baada ya Ramadhani, kisha Ramadhani ni wajibu, ziko funga za sunna ambazo kwamba zina fadhila chungu zima. Baada ya miezi miwili kuna funga ya Arafa, siku moja kufunga ile katika mwezi wa siku ya Arafa tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja, unafutiwa madhambi ya sanatain, mwaka unatangulia na mwaka kwa kwamba unakuja. Kuna saumu zinafaa kuendelea sunna, ayyamul bid, siku nyeupe. Kuna yaumul khamis, kuna yaumul ithnain, Jumatatu na Alhamis. Kuna saumu ya Muharram, Tasua na Ashura. Kwa hivyo ndugu zangu, Ramadhani itakapoisha haimaanishi funga zimeisha. Kuna wale wana nguvu, saumu ya Nabii Allah Daud, siku moja yafunga, siku moja yafungua. Ndugu zangu, katika masaili ya swala ikhwatullah, swala za wajibu kabla ya Ramadhani zipo, baada ya Ramadhani ziendelee, na swala ya wajibu ndio inamtofautisha Muislamu na asokuwa Muislamu. Wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Tofauti baina ya Waislamu na wasokuwa Waislamu ni swala. Mwenye kuiwacha swala, ndugu zangu, faqad kafara, amekufuru. Hapa pia kuna ikhtilafu ya maulama. Je, umekosa dhuhuri umekuwa kafiri? La.
Swala ya kukosa kule ni mtu amekoma, twamjua na sisi tunajua watu katika mitaa yetu, toka azaliwe hajaonekana msikitini haswali, mkampatia naswaha. Adinu nasiha, dini ya Uislamu si dini ya kuzungumza, si dini ya kuzungumza watu umembongo. Pengine wewe hauwezi mface, tumia marafiki, tumia wazee. Ndugu yetu, bwana, wewe jirani ya msikiti, wewe Muislamu, hatukuoni msikitini hata siku moja. Na hii ni wanaume, wanawake wanafaa swalia majumbani, wanaume wanafaa swalia misikitini. Cha kwanza akipinga amesikubali swala, yeye kwanza ni kafir, automatically ni kafir. Na akifa katika hali ile ambayo kwamba iko ndani yake, yule hata kuswaliwa hafai. Muenda Kariokoo mwachimba shimo kama vile ng'ombe imekufa mapunda mwamtumbukiza, mwatoa uvundo ulimwenguni. Na wallahi ingekuwa jambo la maana lao misikiti yetu tungeshika hivi. Watu wa Goma ni matari kuswala, hawaswali. Kwa nini tung'ang'ane kuja kuwaswalia walipokuwa hai hawaswali? Twaje unafiki msikitini, twaje kulia ndugu yetu alikuwa mzuri, hajawahi msujudia Allah hata siku moja. Watu wangeshika adabu sheikh, watu wangeshika adabu. Sisi tuna shortcut, kuna mitaa fulani, sitaji majina. Baadhi ya vijana anasilimu muonekane Muislamu tu, yeye ni jambazi, ni mwizi. Anajua bwana, ukiuliwa wewe ukiwa Muislamu utazikwa bure, utaswaliwa bure, watu watakushughulikia. Kwa hivyo alisilimu, ametoka katika dini ambayo kwamba si Muislamu, ameingia katika Uislamu. Wallahi hajawahi swali hata siku moja, hajaionekana akifanya chochote cha Uislamu. Certificate yake ya Uislamu ni ile alisilimishwa. Kusilimu ni jambo lidogo sheikh, kusilimu ni kalima 2 minutes, it's more than enough. Kutekeleza Uislamu na kusoma Uislamu na kutanabahi Uislamu ndio jambo ambalo kwamba ni muhimu. Ndio unaona juzi msikiti wa Riyadh wamesema nini? Imam Shekure amesema vijana wote wanauliwa na ujambazi katika sehemu ya majengo watafute kwa kuswaliwa. Hawaswaliwi msikitini wetu huu. Familia za jua zategemea Waislamu, vijana majambazi. Akifa Waislamu ndio watamtetea, wamtoe mochari na marisasi kwa mwili. We entertain sheikh, sisi ndio tuna entertain vitu vibaya. Na Allahu azza wa jalla qad qala alaina wa ta'awanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika mambo ya wema na mambo ya kumcha Allahu azza wa jalla. Mahali unajua kuna uzuri, mahali ambapo kwamba kunajenga umma, sehemu ambapo kwamba unajua hii ni ya kuinua mujtama wa Muislamu, changia. Ndugu zangu, tusiongojage. Wengi katika sisi, haswa wale wameenda misikiti ya Maushago, wanaongojage wafadhili watoke Nairobi, wafadhili watoke Yemen, wafadhili watoke Arabuni. Shekhe, hata bandu ya shilingi 150 msikiti kwa swali watu 20. Ustaz, tungoja mfadhili. Watu swali kwa giza shekhe. Sisi hatutaki janna. Janna ni ya watu specifically. Choo kimejaa katika misikiti. Mnaona WhatsApp group choo yetu imejaa shekhe. Tutafikieni wafadhili Nairobi. Shekhe, nyinyi ndio mmejaza choo. Kisha watu watoke Nairobi waje wachimbie choo kingine. Shekhe, kuna vitu zingine serious. Lazima mjitume, jitumeni pale mweza. Kwa hivyo tunapoona mahali ni munkar, let's start from, ndugu zangu Waislamu, tusisaidiane. Wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, wala tusisaidiane katika mambo ya ithmi, mambo ya dhambi, mambo ya kumudhi Allahu azza wa jalla, mambo ya kuleta uadui. Ndugu zangu, ukijua ukichangia hichi unachochangia, ndio tunaambiwa wengi Waislamu katika sisi tu boycott vitu vya Coca-Cola. Kampuni zote zinahusiana na Mayahudi ambao kwamba wanadhulumu Waislamu Palestina. Si wivu wala si nini shekhe. Ile shilingi 5 yako umesave itasaidia ile kwenda kusaidia makombora. Na ila hali sisi Waislamu ndio tumejaza hizi shekhe. Tushapewa zile boycott zote, hata katika function zetu zafanyika misikitini. Unaona ni Coca-Cola zimejazwa misikitini shekhe. Zipo kampuni badala, ziko kampuni owned by Muslims, ama hata kama si Waislamu inaoniwa pengine na Wakenya, ambazo kwamba zinahusika na kuwadhulumu ndugu zetu Palestina. Wewe Muislamu, na kuna wengi husema
Sheikh, mimi nanunua chupa moja itasaidia nini? Shilingi moja itasaidia? Hebu niambie Waislamu, Kenya kuna Waislamu zaidi ya milioni 10. Kila mmoja awe na hiyo fikra. Let's boycott hizi. Una uwezo lakini una boycott kwa sababu ya nguvu zako. Ndio Allah ametuambia mambo ya shari tusisaidiane. We don't participate katika mambo yanaleta uadui, mambo ambayo kwamba yanaleta muhasaba, mambo ambayo kwamba yanaleta vurugu. Uislamu ni dini ya kujenga amani, Sheikh. Hata zile fitna za misikiti na plot, wewe Muislamu haufai kuparticipate. Sisi kwetu msikitini pakwa kila mwezi ama miezi miwili tuna shura. Tunaita maswali wote, jamani, tuna shura. Hii shura tunazungumzia welfare ya kwetu msikitini. Mambo gani msikitini si mazuri? Mambo gani tuendelee? Mambo gani ambayo kwamba tuzidishe darasa za msikiti? Tunataka kina nani? Mashallah, watu watoa rai. Zile tuweza tutekeleza, zile hatuwezi kuna kamati ya msikiti. Tuenda tuwauliza maswali, wana rai hii na hii. Wakikubali alhamdulillah, wakikataa haipunguzi chochote maadamu twaswali. Sasa wengi katika sisi hatuingiagi hizi shura, we don't attend these meetings. Lakini unakutaka baada ya swala kuna misikiti mingi, kuna magrupu tofauti. Huyu imam sisi bwana anavuta sana. Huu msikiti una fitna huu sana. Hii ndio inavunja umma, Sheikh. Wallahi hii ndio inavunja umma, mambo ya chuchu. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kitu kilikuwa kimaliziwa mbele ya umma, Sheikh. Pengine sisi Waislamu hapa kuna kitu kinatukwaza, watu wauza kina Sheikh Bakari, imamu yupo. Bwana Sheikh huyo alituletea khatibu anazungumza mambo mabaya. Mnakuja mnawaambia, lakini wewe kwenda kuzungumza kwa stairs, kuchukua watu wawili. Yule nani bwana alileta hapa? Sheikh gani huyo? Wallahi ni fitna mbaya hii. Hii ni kuchangia uadui, hii ni kuleta vurugu. Hizi ndio ambazo kwamba zavunja umma wa Kiislamu wa fillah. Allah azza wa jalla anatuambia nini? Washawiruhum fil amr. Shauriani katika jambo. Mtume alipokuwa tavita vya Badr, Mtume anakalisha maswahaba zake anawaambia tufanye nini? Maswahaba wanatoa rai. Na Uislamu si dini ya dictatorship. Nyinyi mkitoa rai kisha kuna rai nyingine imewekwa huko kando, la yale mmeamua majority ndio kwa inafuatwa. Katika mambo ambayo ni mazuri kwa fillah, si mambo ya kuvunja, si mambo ya kuleta vurugu kwa fillah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, we are not supposed to participate katika mambo ya shari. Muislamu baada ya Ramadhani lazima ajing'ang'anize na ajitume katika khairat. Muislamu lazima endelee na swala. Sasa swala tuzungumzia swala za sunna. Swala ya wajibu ipo automatically. Wewe usiposwali wewe si Muislamu. Sasa ni kujiuliza swala ya duha, kuna qablia, baadia, kuna swala alwitri. Wengi nafikiri baada ya kuswali witri ile ya mwisho wa Ramadhani hatujawahi swali. Kuna qiyamul layl endelea. Hii si lazima mwezi wa Ramadhani qiyamul layl. Inuka kwa uwezo wako Sheikh. Swali hata kama ni rakaa 2 saa 9 za usiku, saa 9:30, swali rakaa 4, malizia na witri. Mlilie Allahu azza wa jalla. Ule ndio wakati ndugu zangu. Wale wana maswaib, wale wana matatizo, wale wana dhiki, this is the right time. Watu wamelala wanamorota, wewe wamlilie Allahu azza wa jalla. Kuna swala zingine tunaweza sema zina ria kujionyesha, ile watu wamelala, hata pengine mke wako na watoto wamelala. Inuka, nyanyuka katika sijida, mlilie Allah. Mtu amekudhulumu, kwa sababu katika nchi hii wallahi it's very difficult to get justice anywhere. Sheikh, uadilifu hamna. Mahkama, serikali ambao kwamba wanasaidika ni wachache. Sisi walalahoi tutaelekea wapi? Ambao kwamba hatuna connection tutaenda wapi? Inna Allaha ma'ana. Wallahi hamna nusra kama ya Allahu azza wa jalla. Nusra ya binadamu haina lolote. Nusra ya binadamu haina lolote. Mwanadamu atakusaidia na akusaidie. Wanasemaje? Scratch my back, scratch yours. Akusaidie leo, kesho lazima uwe na alternative ya kumsaidia Sheikh. Allahu azza wa jalla
Anasema Mwenyezi Mungu anastahi. Allah anasema nini? Fad'uni, niombeni mimi, astajib lakum, nitaitikia maombi yenu. Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar, Allah ananyanyua mikono yake usiku ndio watu wanyanyue waombe madhambi yale waliofanya mchana. Mchana anainua mikono, wanaofanya usiku waombe Allah azza wa jalla. Hadithi sahihi ya Bukhari na Muslim. Ndugu zangu, mwanadamu wallahi atakusaidia hata yeye naomba msaada mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya nne, siko mara ya tano atakublock na kile wakati mimi ndio nani wa. Kuna wajomba wengine, kuna ndugu wengine, kuna organization nyingine unatoroka. Hata organization inazikusaidia mara mingi Sheikh. Nakwambia kwa tutusaidia la stampa. Itamtafuta wengine wakusaidie. Ama kusaidie nusu. Hospitali unadaiwa 1,000, 200,000, upewe cheki 20,000, 30,000. Hizi zingine jipange kwingine. Kwa Allah azza wa jalla unapata full. Na wengi wetu tufikiriaga malipo ya Allah azza wa jalla ni hapa. Waweza kuwa waomba gari haujapewa, waomba watoto haujapewa, waomba cheo haujapewa. Pengine Allah amekuwekea hakika mpaka siku ya Kiyama akupatie janna ya juu kwa billah. Kwa hivyo ndugu zangu, na kilichopo muhimu baada ya Ramadhani ni akhlaq na mwenendo mzuri. Vile tulikuwa na akhlaq na mwenendo, tualishana tende moja, mnashare chupa ya maji unampatia mwenzako. Huu ndio Uislamu Sheikh. Baada ya Uislamu sasa ndio utasikia I can't share. Kuna corona unajua siku hizi bwana. Mwezi wa Ramadhani chupa moja mtu amekosa ndugu yako, malizia chukua, chukua nusu. Huu ndio Uislamu Sheikh. Sasa watu wamekuwa stingy, mabakhili. Watu waje kutembelea wazifiche chini. Tukajana mjapika. Na umeficha. Mwezi wa Ramadhani wazunguka na chakula watafuta watu wa kupatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ittaqillaha haythuma kunt. Mche Allah azza wa jalla sehemu yoyote, anywhere. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu aogopewi wakati mahsus. Hatumwogopi Mwenyezi Mungu Ramadhani, hatumwabudu Mwenyezi Mungu Ramadhani peke yake. Haythuma kunt, sehemu yoyote, wakati wowote. Ndio ndugu zangu, kuchunguza vizuri, wengi katika sisi Waislamu tunarudi katika unafiki, kwa sababu munafiki ni yudhihiru islamahu, anadhihirisha Uislamu. Mwezi wa Ramadhani mashaallah karimu anatoa, mwezi wa Ramadhani anaswala sijda kubwa, wa yubtin kufrahu, anaficha ukafiri na tabia zake mbovu. Baada ya Ramadhani wangapi Waislamu waliingia katika mairungi? Wangapi walirudi katika ulevi? Wabanatu wetu walijistiri, sisters zetu mwezi mzima wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani wamevaa tupu. Kuna wengine walikuwa kishi kama zina. Mwezi wa Ramadhani ikifika wamwambia bwana, my darling, you know we in the holy month, we can't do such act in this holy month. Enda kwenu, utarudi baada ya Ramadhani. Wallahi, kama ulimrudisha baada ya Ramadhani, wewe munafiki mkubwa, wewe Ramadhani yako ilikuwa ni bure. Na ndugu zangu, ni simple. Wallahi nikaha nyepesi sana. Sisi ndio tuwekaga makubwa. Beki sijui mambo sampuli gani, bebwa, kesha, twende holi. Nikaha shehe, kuna wali ametoa ruhusa kwa yule binti aolewe. Kuna mashahidi wawili. Kuna mke yule anafaa olewe, kuna mume. Watu watano shekhe waende hapa tu. Dakika 5 ni nyingi, nikaa kishapita. Hii mambo yetu bebwa, fanya nini? Na ndugu zangu tuangalie, wallahi ukiishi na hawara, uishi na mchepuko kwa nyumba, kila chochote unafanya ni haramu, ni dhambi. Hata umnunulie chakula, umlipie rent ni haramu, ni dhambi. Zina ukimwingilia ni zina. Wa min akbari dhunub, zina ni miongoni mwa madhambi makubwa. Na unakuta wengi katika sisi tunazospendi na mipango ya kando, wallahi ni mingi kuliko wake zetu wa halali. Yule nataka apelekwe Kanivo, aende achapiwe John Walker ile inapigwa hivi chini, chupa kubwa za maajabu, apelekwe nyama choma, mke wako amwache na sukuma kwa nyumba. Sina kitu bwana.
mambo mabaya, huoni kuliko kibaya, na una mchepuko uenda kumfanyia muoe wewe halali, mfanyie hayo, unapata ajira. Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa masiku maskini walikuja wakazusha kana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sisi bwana chochote tufanya, pia watajiri wanafanya, tukiswali wanaswali, tukifanya adhkar wanafanya, lakini wao wana privilege zaidi yetu, wanatoa sadaka, wanatoa zaka, wanaweza enda haji, sisi hatuwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale maskini, fanyeni adhkar baada ya swala, subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33. Ikiwa ni ada kufanya hiyo, itaiko marhala ya wale matajiri. Matajiri wakapata habari pia, wao pia wakaanza kuzitoa shekhe. Maskini wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, washapata habari pia wanafanya. Kwa hivyo si matajiri wote kwa berezuni shekhe, wako matajiri wana ikhlas na wanafanya kwa sababu ya Allahu azza wa jalla. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, dhalika fadlullah yuti man yasha. Kuna baadhi ya mambo ni fadhila za Allah, anampatia mtakaye. Na saa zingine unakuta hata wende the wealthiest katika ulimwengu, katika top 10 kuna mabaniani ndani shekhe, they don't believe in Allah azza wa jalla, wanaamini ng'ombe, wanaamini Rama na Krishna. Mali Mwenyezi Mungu anampatia yoyote, hata hapa nchini the wealthiest si Waislamu. Utauliza, mbona sisi Waislamu tufanya bidii mambo ya kheri, kwa nini utajiri upewa wengine hata ni madevil worship? Kwa nini? Dhalika fadlullah, Allahu azza wa jalla ni rahman, huruma wa Allah kwa yoyote. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, kwa kila chochote unafanya, hata kwa familia yako ni sadaka, hata kumwingilia mke wako ni sadaka. Yes, walishtuka shekhe, kwa sababu walimwambia, ya Rasulullah, wewe kwenda kustarehe na mke wako, unamaliza your feelings, unapata starehe, itakuwa sadaka vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale maskini, hebu jiulize, hiyo starehe umeipeleka kwa mchepuko, starehe umepeleka kwa mpango kando, starehe umepeleka kwa girlfriend, ingekuwa nini? Ingekuwa ni dhambi shekhe. Kwa hivyo starehe na mke wako ni sadaka, ni ajira. Wanaume mzidisheni mechi inshallah, halali ikhwatullah. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo Allahu azza wa jalla yuti, Allah apatia hata sisi katika biashara zetu. Kuna wengine mashallah wamebarikiwa katika biashara. Wewe kile unachokuwa na kanaa tusheka, usiwe na wahasidi, usiwe na shida. Wewe katika Uislamu tuna wahasidi shekhe, wengi tuna wahasidi, tuna roho chafu. Biashara ya mtu imepanda, unaenda unamtafutia watu wa KRA alipi ushuru, City Council license hailipwi. Siku hizi kumekuja mtindo mpaka mnaenda kwa anti-terror, huyu anasaidia magaidi. Watu innocent wanashikwa kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya uhasidi wetu shekhe. Hospitali zile zilikuwa zikisaidia maskini haziazi. Kuna baadhi ya watu wanaenda kusema unasaidia magaidi. Sisi Waislamu shekhe, tusujudu pamoja hapa msikitini. Siku moja tulikuwa Kisumu, ndio najaribu kuonyesha ndugu zangu Waislamu uhasidi tulionao ni mbaya. Nilikuwa Kisumu last year, msikiti wa Jamia, Sheikh Bafano utoa mawaidha hapo hivi. Sheikh Kishki nafikiri tunamjua maarufu. Katika ile hali ya kuzungumza na pamoja, mtu yuko msikitini ndani ya darasa ashatuma message kwa mtandao. Sheikh Bafana na Sheikh Kishki hawasikizani, wana uadui mkubwa, hata walikataa kusalimiana. Maskini mashekhe, ilikuwa ni yale mambo bahati mbaya, kuweza mpita mashekhe wako zaidi ya 10. Ilibidi Sheikh Said Bafana atakapokuja muulizeni na Sheikh Kishki walikaa mbele ya media waje ku clarify, hatuna lolote, hatuna chuki. Sisi Waislamu shekhe, ni mambo gani sisi tueleza? Tabia mbaya ikhtilaf. Na saa zingine tabia kama hizi tuelekezwa pia na viongozi. Angalia bungeni jana, mama wetu wa Kiislamu vituko ambazo kwamba wanafanya. Dada zetu wanajistiri, wanaenda kupigana mbele ya watu shekhe.
Hata utauliza ni lipi likumu wanaenda kupigana mbele ya watu, wainue mpaka mapaja zao zionekane. Na ndio likumu ambalo kwamba halina akili, linachukua kamera wanawake litume katika mtandao. That's wrong, Sheikh. Wao wanafanya vibaya, mwenye kuchukua hizo picha pia ni mbaya. Benefit gani ambayo kwamba anapata? Na hii ndio tuzungumza. Mimi nishazungumza mara nyingi mambo ya viongozi hapa kwa mimba. Huu ndio mfano. Hawa ni viongozi wa kike. Ikiwa wa kike wanapigana riziki mbele ya umma, ndio wanaume watafanya nini? Allahu azza wa jalla uhifadhi. Pengine ilikuwa ni kukafika alkamalu lillah, ni dada zetu mashallah, ile stara yao wenyewe ukiona hiyo ni ambassador wa Uislamu, tuwatakie kheri Sheikh. Wanajistiri kuliko wengine wanavaa nguo chafu chafu, lakini lazima wa up discipline. Wao ukiwa bunge, ukiwa umeajiriwa katika county government, ukiwa umeajiriwa katika serikali, ukiwa umeajiriwa katika kampuni ya kawaida, wewe ni ambassador wa Uislamu Sheikh. Chochote utakachokifanya haisemekanaji ni Muhammad, haisemekanaji ni Abdullah, haisemekanaji ni Ramadhan. Mashallah, tabia ya Uislamu ni nzuri. Wewe usema hivyo Sheikh. Hivyo tabia ya Uislamu. Watakapofanya ubaya haitasemekana ni wana tabia za Uislamu ni magaidi. Ona kuna baadhi ya sifa tumetwika umovu. Ukishasikia tu umovu ni mtu wako na ndevu na kanzu Sheikh. Wengine hata Uislamu hiyo mentality wako nayo. Ukishasikia mchawi mbaya ni Waislamu ama ndugu zangu naropoko. Sisi Sheikh. Watu gani wanajaga katika bezi za Bugukana Mairungi? Sisi Sheikh. Ndio unakuta misikiti mingi katika mitaa yetu. Enda hizo majengo, enda Kibra. Nje ya msikiti ya kwa zake vibanda. Unaona kibanda kimewekwa ile matawi ya ndizi. Siati kwa uzo mchicha ndani wala sukuma Sheikh. Ni mogoka na miraa na customers wengi ni Waislamu. Baada ya swala ndio wanaenda kununua. Niongee jambo la mia. Ikhwata fillah, turudini drawing board Sheikh. Wajua Muislamu kuna baadhi ya mambo tunajiambiana. Hata sisi mashaikh kuna wakati unafika una give up. Haya masala ya Ramadhani, mashaikh wote wazungumzia, jameni tubakini katika takwa, tumcheni Allahu azza wa jalla. Wallahi Ramadhani nzima watu wamejibidisha. Yale mambo unaona siku ya Eid mpaka una give up. It's like you did nothing. Ni kama ulifanya bure Sheikh. Mitandaoni washauri Sheikh. Nilisema at least mwezi wa Ramadhani tulikuwa tukisikia tu kila wakati Ramadhan. Hizo ndio zilikuwa sikia kwa kabisa na stara. Sasa hiyo washarudi kwa Zuchu wao, washarudi kwa Diamond wao Sheikh, washarudi tukutupu wao kunengua viuno. Dada zetu, kaka zetu, ni masikitiko iko tofauti. Kwa hivyo ndugu zangu, ndio ujue Ramadhani yako imekubalika. Miongoni mwa signs ni wewe kuendelea na ibada baada ya Ramadhani. Ukijikuta baada ya Ramadhani uendelea na zile ibada, haujapoza, jua natija ya Ramadhani yako ni nzuri. Ukijikuta umerudi baada ya Ramadhani ni balaa. Baada ya Ramadhani umerudi katika kasumba za kitambo, iko balaa. Na lingine la kuonyesha Ramadhani imekubaliwa ni baada ya Ramadhani mudawamatu qiyamul layl, kudumisha kile kisimamo cha usiku. Ukijikuta unaendelea kuinuka usiku, ndugu zangu, ilipofika tahajjud qiyamul layl, misikiti yote, mimi nazungumzia Nairobi, tuko Nairobi, hakuna msikiti ulikuwa huko full. Sikio kulikuwa kuna shida ya security. Siku zingine magharibi shamsi waende watu wachikogeta. Hii watu walikuwa kienda saa 8 saa 9 misikiti imejaa. Kwetu Pakro ilikuwa ikifika saa 6 unusu msikiti iko full. Safu kama 7 hakuna nafasi.